sura ya 9. Daniel chapter 9. We are going to read from verse 1 up to verse 19. Danieli sura ya 9 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 19. Ushazala ni kama sura ya 8 yote umeikosa ama? Eh? Ni hatari. Sura ya 8 ni very crucial bwana. Kama umeikosa hivyo sijui vile utafanya. Lakini tutaendelea mstari wa sura ya 9. Biblia inasema from verse 1. Katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Medi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya milki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu, alifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu, ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikaungama, nikasema, E Bwana Mungu mkuu, mwenye kutisha, ashikaye maagano na rehema kwao wampendao na kuzishika amri zake. Tumefanya dhambi, tumefanya ukaidi, tumetenda maovu, tumeasi, naam, hata kwa kuyaacha maagizo yako na hukumu zako, wala hatukuwasikiliza watumishi wako manabii, ambao kwa jina lako walisema na wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu na watu wote wa nchi. E Bwana, haki ina wewe, lakini kwetu sisi kuna haya ya uso, kama hivi leo kwa watu wa Yuda na kwa wenyeji wa Yerusalemu na kwa Israeli wote walio karibu na hao walio mbali, katika nchi zote ulikowafukuza kwa sababu ya makosa yao waliokukosa. E Bwana, kwetu sisi kuna haya ya uso, kwa wafalme wetu na wakuu wetu na baba zetu, kwa sababu tumekutenda dhambi. Rehema na msamaha ni kwa Bwana Mungu wetu, ingawa tumemwasi, wala hatukuitii sauti ya Bwana Mungu wetu kwa kwenda katika sheria zake alizoziweka mbele yetu kwa kinywa cha watumishi wake manabii. Mstari wa 11. Naam, Israeli wote wameihalifu sheria yako kwa kugeuka upande, wasisikilize sauti yako. Basi kwa hiyo laana imemwagwa juu yetu, na uwapo ule ulioandikwa katika sheria ya Musa mtumishi wa Mungu, kwa sababu tumemtenda dhambi. Naye ameyathibitisha maneno yake aliyoyanena juu yetu na juu ya waamuzi wetu waliotuamua, kwa kumletea mambo maovu makuu, maana chini ya mbingu zote halikutendeka jambo kama hili lilivyotendeka juu ya Yerusalemu. Kama ilivyoandikwa katika sheria ya Musa, mabaya haya yote yametupata, lakini hata hivyo hatukumwomba Bwana Mungu wetu atupe fadhili zake, ili tugeuke na kuyaacha maovu yetu na kuitambua sheria
na kuitambua kweli yake. Basi Bwana ameyavizia mabaya hayo, akatuletea, maana Bwana Mungu wetu ni mwenye haki katika kazi zake zote azitendazo, na sisi hatukuitii sauti yake. Na sasa, Bwana Mungu wetu, uliowatoa watu wako hawa katika nchi ya Misri kwa mkono hodari, ukajipatia sifa kama ilivyo leo, tumefanya dhambi, tumetenda maovu. Bwana, sawasawa na haki yako yote, na kusihi hasira yako na ghadhabu yako zigeuzwe na kuuacha mji wako Yerusalemu, mlima wako mtakatifu. Maana kwa sababu ya dhambi zetu na maovu ya baba zetu, Yerusalemu na watu wako wamepata kulaumiwa na watu wote wanaotuzunguka. Basi sasa, Mungu wetu, yasikilize maombi ya mtumishi wako na dua zake, ukaangazishe uso wako juu ya patakatifu pako palipo ukiwa kwa ajili ya Bwana. Mstari wa 18 na 19 inasema, Mungu wangu, tega sikio lako ukasikie, fungua macho yako ukautazame ukiwa wetu na mji ule ulioitwa kwa jina lako, maana hatukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu, lakini kwa sababu ya rehema zako nyingi. Bwana usikie, Bwana usamehe, Bwana usikilize, ukatende, usikawie kwa ajili yako wewe, Mungu wangu, kwa sababu mji wako na watu wako wanaitwa kwa jina lako. Bwana bariki andiko. Amen. Tumefika verse 19 na sura yenyewe inafika katika mstari wa 27. So unaweza kuona mistari ambazo tumebakisha na tutazisoma leo, tutazisoma Jumapili ijayo Mungu akipenda. Lakini bila shaka tayari mtu akikuuliza hii sura ya 9 inazungumza juu ya nini, si unaweza mwambia, si ndio? Hapo tu mali tumesoma from verse 1 up to verse 19. Mtu akikuuliza sura ya 9 ya Danieli ni juu ya nini, si unaweza mwambia? Ama tusome tena? Yeah? Chapter 7 ilikuwa maono ya Danieli. Chapter 8 ilikuwa maono ya Danieli. Chapter 9 ni nini? Ni maombi. Ni maombi ya Danieli. Chapter 9 ni maombi ya Danieli. Anasema ukianzia hiyo verse 1, angalia, katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero wa uzao wa Wamedi, aliyetawazwa kuwa mfalme juu ya miliki ya Wakaldayo, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu, nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii, ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Verse 3, nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Nikamwomba, verse 4, nikamwomba Bwana Mungu wangu, nikamwomba Bwana Mungu wangu. Of course anasema nikaungama nikasema. So
tumeenda mpaka verse 19. From verse 1 up to verse 19, it's about prayer, isn't it? And you need to look at the prayer in particular. Tunahitajika kuangalia hiyo maombi. What kind of a prayer is this? What kind of a prayer is this? Haya maombi ni maombi ya aina gani? Daniel anaombea nini? Daniel anapoomba maombi yake ni nini? Ni vitu ambavyo ni vya muhimu kuzingatia. Lakini kuna kitu ambacho kilimsukuma Danieli kuingia katika maombi, na tunashukuru Mungu kwa sababu amekisema yeye mwenyewe. Anasema katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, verse 2, mimi Danieli kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu, nikamuomba Bwana Mungu wangu, nikaungama nikisema. Kwa hivyo Biblia inatuambia, ama Danieli anakiri ya kwamba alikuwa akivisoma vitabu, na sio vitabu, alikuwa akisoma kitabu kitakatifu. Alikuwa akisoma kitabu kitakatifu, alikuwa akisoma Biblia, na katika kusoma akasoma unabii wa Yeremia, akasoma unabii wa Yeremia kwa Wayahudi. Niwapeleke moja kwa moja mahali ambapo alisoma katika kitabu ambacho wengine tunakijua, kitabu cha Yeremia. Hapo kwa Danieli unarudi tu, ni kama unarudi nyuma, usiendelee mbele, unarudi nyuma. Utarudi kwa Yeremia alafu angalie 29. Yeremia 29 ni sura ambayo tunajua wengi. 29 kuanzia 10 up to 14. Biblia inasema katika Jeremiah 29 from verse 10 to 14. Maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiziwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote, nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote niliko wafukuza, asema Bwana. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Wanaweza asifiwe sana. Si ni verse ambayo tunajua? Ni maneno, unajua Mungu akizungumza na Wayahudi haya maneno kupitia kwa Yeremia. Katika Yeremia 29 Mungu alikuwa anawatia moyo Wayahudi, kwa sababu Wayahudi walikuwa wamechukuliwa mateka katika nchi ya Babiloni,
wengine walikuwa wanadhihakiwa, wanaulizwa ikiwa Mungu wenu anawapenda, kwa nini Mungu akaruhusu mkafanyiwa hiki ambacho mlifanyiwa? Kwa nini Mungu wenu ikiwa anawapenda, kwa nini aliwaachilia mkachukuliwa mateka katika nchi ya utumwa? So Wayahudi kwa kiwango fulani, wengine walikuwa wameshushwa, wengine walikuwa na shaka kiasi, lakini Mungu akawazungumzia kupitia Yeremia nabii, akawaambia ndio mko katika mateka. Na katika sala ya Danieli, kama mmekumbuka, kama mnaweza mkakumbuka details za maombi ya Danieli katika chapter 9, Daniel ana confess maombi ya Wayahudi wote, na yeye mwenyewe anajijumuisha katika hicho kikundi. Anasema, Mungu, tulikutenda dhambi, tulikuasi, tuliacha sheria zako, na wewe Mungu ukaruhusu sisi tukachukuliwa mateka katika nchi ya utumwa. Si kwamba tu kukuwa na hatia, tulikuwa na hatia ya dhambi, na kwa sababu ya hatia yetu ya dhambi, wewe ukaruhusu tukachukuliwa mateka katika nchi ya utumwa. Lakini Mungu anawaambia Wayahudi kupitia kwa Yeremia katika 29 ya kwamba si kwamba mpango wangu ni kuwatesa milele, hapana. Mpango wangu ni kwamba mtakuwa katika hicho kipindi cha mateso kwa miaka 70, na baada ya kukamilika kwa miaka 70 mtaruhusiwa tena, mtaachwa huru, mrudi katika nchi yenu. Hayo ndio mambo ambayo Danieli alipokuwa akivisoma vitabu vitakatifu vya Wayahudi alikutana nayo. Wanaweza asifiwe sana. Haleluya. Anasema katika hiyo sura ya pili, katika hiyo sura ya 9 mstari wa 2, katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kuutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yani miaka 70. Na ndio hiyo unasikia katika Yeremia 29 kuanzia verse 10. Baada ya miaka 70 ya mateso katika nchi ya Babiloni, Mungu alimwambia Yeremia, waambie Wayahudi wataachiliwa huru, watarudi katika nchi yao. Na Danieli aliposoma hayo maneno ya Yeremia 29:10 mpaka 14, ndiyo maneno ambayo yalimpeleka kwenda katika maombi. Because we have said that Daniel chapter 9 is a prayer. Daniel makes a prayer from verse 3 up to verse 19. He makes a prayer. He makes a prayer. Danieli akafanya maombi kuanzia hiyo mstari wa 3. Na ukiangalia mstari wa 18 na 19, kuna maneno ambayo Danieli anasema pale. Anasema, Mungu wangu, tega sikio lako ukasikie, fumbua macho yako ukautazame ukiwa wetu na mji ule ulioitwa kwa jina lako, maana tukutolei maombi yetu kwa sababu ya haki yetu, lakini kwa sababu ya rehema zako nyingi. Mstari wa 19 anasema, Bwana usikie, Bwana usamehe, Bwana usikilize, ukatende, usikawie kwa ajili yako wewe. Wanaweza asifiwe sana. Oh Lord, listen, forgive and act. Oh Lord, listen. Oh Lord, forgive. Oh Lord, act. Act. This is a model prayer. Hili ni ombi ambalo tunaweza tukaliiga kama watoto wa Mungu. We are told the date of the prayer. Aliomba maombi haya lini?
Katika mstari wa kwanza tunaambiwa in the first year of Darius the son of Ahasuerus, katika mwaka wa kwanza wa mfalme Ahasuero, ambaye alikuwa anatoka katika wa kabila na ama katika upande wa Umedi. Nakumbuka Umedi na Uajemi, si ndio? Umedi. Huyo alikuwa anatoka upande wa Umedi. He's a Mede. Umedi by descent. Ametoka katika laini ya Wamedi. Katika huo mwaka wa kwanza wa mfalme Dario mwana wa Ahasuero, ndio wakati Danieli alifanya hili ombi, na ndio wakati ambao alikuwa anasoma vitabu vitakatifu, ndio wakati ambapo alikutana na haya maneno ambayo katika unabii wa Yeremia Mungu alikuwa amesema kupitia kwa Yeremia kwamba baada ya miaka 70 mateso yenu katika nchi ya Babiloni yatakamilika, yatafika mwisho, na nyinyi mtaachwa huru, mtarudi katika taifa lenu, mtarudi Yerusalemu. Na ni maneno ambayo yalimsukuma Danieli kuingia katika maombi. Na huu mwaka ambao Danieli alifanya haya maombi, inasemekana ulikuwa mwaka, katika historia wanasema ulikuwa mwaka wa 538 BC. 538 BC. Mwaka ambao kulingana na ule mwaka ambao Danieli walikuwa wamechukuliwa mateka katika nchi ya utumwa, ilikuwa imesalia miaka miwili peke yake, miaka 70 ya mateso ikamilike. Naweza sifa sana. Na katika historia ukisoma, historia inasema huu mwaka ambao Danieli alifanya hili ombi ndio ule mwaka ambao matukio ambayo yako katika sura ya 5 ya Danieli yalichukua nafasi, took place. Wakati mfalme Belshaza alikuwa anafanya sherehe yake, akaona vidole vya mkono wa binadamu ukiandika kwenye ukuta, mene mene tekel. Anaweza sifa sana. Inasemekana katika historia kwamba this was the same year. The same year. Danieli alipokutana na hayo maneno ambayo alikuwa anazungumzia kuhusu kukamilika kwa kipindi cha mateso katika nchi ya utumwa kule Babiloni, hayo maneno yakamsukuma Danieli kuingia katika maombi. Akaingia katika maombi. Na yeye Danieli alikuwa miongoni mwa wale watu ambao walichukuliwa mateka kwa kikundi cha kwanza. Unajua walichukuliwa mateka katika vikundi kama vitatu. Na Danieli alikuwa katika kikundi cha kwanza cha wale watu ambao walichukuliwa mateka Babiloni mwaka wa 606 BC. So kama Danieli walichukuliwa mwaka wa 606 BC, na kama hili ombi lilifanywa mwaka wa 538 BC, inamaanisha tulikuwa tunasalia na miaka miwili peke yake, miaka 70 ya mateso katika nchi ya utumwa ikamilike. Ni nini ilikuwa lengo la Danieli kufanya hili ombi? What was the purpose for Daniel to make this prayer? Kwa nini Danieli akamwengeji Mungu katika njia ya maombi? Alipokuwa amesoma vitabu vya historia na vya vitakatifu, alipokuwa ameona kipindi cha mateso ya Yerusalemu kinakamilika, kwa nini alifanya hili ombi? Danieli alifanya hili ombi ili nia yake ikiwa kumkumbusha Mungu ahadi yake kwa Wayahudi. Wanaweza asifiwe sana. Nia ya Danieli ya kufanya hili ombi ilikuwa
kumkumbusha Mungu ahadi yake kwa Waisraeli, kwa Wayahudi. Ahadi ya Mungu ilikuwa nini? Ahadi ya Mungu ilikuwa katika Yeremia 29:10 mpaka 14. Baada ya miaka 70 ya mateso katika nchi ya utumwa, nitawaachilia tena ili waliowachukua mateka wawaruhusu mrudi katika nchi yenu. That was like a promise. And so as the people were in captivity, as the Jewish people were in captivity, as the Jewish people were undergoing tough life, not good, terrible, they also were encouraged that one day it will come to an end. Wakati tulikuwa tunasoma kitabu ya Danieli sura ya 8, mtakatifu mmoja aliuliza mtakatifu mwingine, mambo haya yatafanyika hadi lini? Na nikasisitiza hapo sana, nikawaambia mara nyingi hili ni swali ambalo sisi huwa tunauliza wakati hali zetu haziendi vizuri. Huwa tunauliza ama huwa tunajiuliza, nitaendelea kuvumilia hivi mpaka lini? Mwingine mwenye anateseka katika ndoa anasema, nitaendelea kuvumilia hii ndoa ya shida mpaka lini? Mwenye anahangaika na magonjwa anauliza, nitahangaika na haya magonjwa mpaka lini? Mwenye anateseka katika kazi anauliza, nitaendelea kuvumilia hii mateso kazini hadi lini? Ni swali ambalo mara nyingi huwa tunajiuliza. Of course, katika chapter 8 tuliona Mungu alikuwa amesema how many evenings and how many mornings, si ndio? Si ndio? Alikuwa ametupa siku, si ndio? Alikuwa amesema ni siku ngapi? 2000 or 2900, si ndio? Ama 2300 evenings and mornings. Alikuwa amejibu hilo swali. Mungu amesema mtahangaika ama hii kitu itaendelea kwa miaka mingapi? Lakini tulisema mara nyingi Mungu huwa hatupi hilo jibu. Ukiuliza nitakuwa katika hii hali for how long, mara nyingi Mungu hataki kutupa hilo jibu, ametuweka katika hali ya giza. Wanaweza sikue sana. Kwa hivyo Wayahudi wakiwa katika mateso katika nchi ya utumwa, kulingana na unabii wa Mungu kupitia kwa nabii Yeremia, walikuwa wanajua ya kwamba after 70 years the captivity will come to an end. And now Daniel had realized that it had remained only 2 years and the captivity come to an end. Therefore, in chapter 9, he engaged God in prayer. He engaged God in prayer, and in his prayer, his main agenda was to plead the promises of the scriptures, was to plead with God to fulfill his promise. God, you promised that after 70 years, our captivity will come to an end. We shall be released from the country of captivity. We shall be allowed to go back to our home country. God, can you fulfill your promise? This was the prayer of Daniel. This was the main purpose for Daniel, to engage God in his prayers. Why I said that this should be a model prayer for us. Many times we have prayed. How do we pray? Mara nyingi tumeomba sisi, lakini huwa tunaomba namna gani? Mara nyingi huwa tunaenda tu kwa Mungu na kumwambia God, give us more things. We engage God in prayer as we ask him
to give us more things. And we have engaged God in prayers as we ask Him to fix our problems. To fix our problems. We have engaged God in prayers as we ask Him to heal our sicknesses. They are not bad reasons, they are good reasons, isn't it? But Daniel shows us here another reason why we should engage God in prayers. To plead with Him to fulfill His promises to us. Have you seen that? Mmeona hiyo jambo? Mmeona hiyo jambo kweli? Zile sababu ambazo zinatupeleka kwa Mungu kwa maombi, hakuna sababu ambayo tumesema sio sababu ya kutosha ya kutupeleka kwa Mungu kwa maombi. Lakini tunasema zaidi ya hizo sababu pia tujifunze kwa Danieli. Wakati anaenda kwa Mungu kwa maombi, anamwambia Mungu, ahadi zako ambazo uliahidi kwetu sisi kwa watoto wako zitimize. Zitimize. Mara nyingi tunaomba na ukisoma katika Biblia itakwambia hata hatujui namna ya kuomba. Mara nyingi tumeenda kuomba lakini Biblia inasema hatujui namna ya kuomba. Na hata Biblia imesema tumeomba na hatujapata majibu kwa sababu hatukuomba vizuri. Kama mtasoma hapo, tunaomba na huwa hatupati majibu kwa sababu hatuombi vizuri. We pray amiss. Tunaomba vibaya. Nia yetu ya kuomba ni mbaya. Kwa mfano, unaweza ukasema nataka Mungu anibariki. Na Mungu kukubariki ni ombi mzuri. Lakini Mungu akikubariki, unataka Mungu akubariki ili adui yako aone Mungu amekubariki. Sasa kama Mungu atakubariki ili adui yako aone kama umebarikiwa, adui yako akiona itakuwa namna gani ama atafanya namna gani? Wakati mwingine unaona kama nia hapo inakuwa nia mbaya, si ndio? Si ndio? Kama uko na adui ambaye pengine ako against wewe, ndio sababu anaitwa adui. Na wewe unasema unataka Mungu akubariki ili huyo adui aone kama umebarikiwa. Wewe wakati utakuwa katika hiyo hali ya kubarikiwa, utakuwa unamfanyia nini adui? Utakuwa unamfanyia nini? Utamwacha tu ati aone tu ati wewe umebarikiwa? Hapana, si ndio? Mpaka kuna kitu utamfanyia, si ndio? Utamfanyia kitu kama kiburi, si ndio? Utamfanyia kitu kama majivuno. Sasa unaona hiyo ni mojawapo ya nia mbaya za maombi. Unaomba kitu mzuri, unaomba kubarikiwa, lakini nia ambayo uko nayo ya kuomba kubarikiwa, Biblia inasema you pray, your prayers are not answered because you pray amiss. You pray with bad intentions. When the Bible says you pray amiss, that is what it means. Your intentions in prayer are not good. Unataka Mungu akubariki ndio uletee shida watu wengine? Ndio watu wengine wakose mahali pa kuangalia? Ndio watu wengine wakose mahali pa kupeleka masikio? Ndio watu wengine wakose mahali pa kutembea? Hiyo inakuwa ni nia mbaya. Kama ulikuwa unaomba Mungu akubariki na uko na watu ambao walikuwa wapinzani wako, katika hiyo hali ya kubarikiwa, wacha hao watu wagundue ya kwamba walikuwa wanakosea katika kukupinga, kwa sababu wataona wewe ukiwa wa maana waone ukiwa wa maana kwao katika kubarikiwa kwako. Wanaweza sifa sana. Haleluya. Wacha waone ya kwamba katika kukupinga walikuwa wanajikosea, kwa sababu kama wangeombea njia zako zifunguke mapema, hata na hao maisha yao yangeguzwa kwa njia ya mapema. You could have been of help to them long time ago. Wanaweza sifa sana. When we pray, we don't know the will of God. We don't know the will of God. But when we pray,
We know what the Bible says. God will answer, God may not answer, and God may answer but in a delay, isn't it? Tunaweza tukiomba majibu inakuanga ta Mungu anatupa ama Mungu hatupi ama Mungu anatupa lakini kama amechelewa. Sasa kama amechelewa na kusema Mungu anajua wakati ambao tunahitaji hicho kitu. He knows what time that we need that particular thing. And in his own right time, he gives us. So he answers our prayers, but to us it's like he answers when he is delayed. He's delayed, but according to him, that is his program. He knows that's the right time for you to have that particular thing. He gives it to you. Anaweza asipesa. Na kuna wakati ambapo utaomba akupe, na kuna wakati ambapo utaomba na asikupe, kwa sababu hiyo ndio mapenzi yake. Hiyo ndio mapenzi yake. Sisi hatujui mapenzi ya Mungu. Huwa tunaomba na tunasema, Mungu, mapenzi yako na yafanye nini? Na yatendeke. Lakini wakati tunamwengeji Mungu katika maombi, alafu tuende katika hiyo njia ya ahadi zake. Kwa mfano, katika 1 Corinthians chapter 10 verse 13, one of my favorite verses, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Nilikuwa naona kitu kama promise pale. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Biblia inasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Don't you see something like a promise here? For me, when I read this verse, I see something like a promise. God is promising that yes, there shall come a temptation. As long as you are still in this body, as long as you are still on this earth, you will encounter temptations. Na kama wale mnakumbuka vile huwa na quote maneno ya Matthew Henry, ya maneno ya Martin Luther, the 16th century reformer, there are three things that make up a Christian: prayer, meditation and temptation. Majaribu. So neno la Mungu linasema jaribu halikuwapata isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. Na hiyo neno lililo kawaida ya wanadamu inamaanisha kwa maisha ya mwanadamu katika huu ulimwengu atapitia haya mambo, hata ukiwa Mkristo, hata ukiwa na imani, hata ikiwa imani yako imejaa kwa kiwango kigani kwa Mungu, kama bado uko kwa huu ulimwengu, katika hizi miili ambazo ziko, tutapitia majaribu ambayo watu wengine wanapitia. Wanaweza asifesa. Lakini ahadi ya Mungu inasema nini? Ahadi ya Mungu inasema nini? Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. That is why now I see a promise. What is the promise of God? That I will not forsake you in the time of temptation. Sitawaacha wakati wa kufanya nini? Wakati mnapitia jaribu, sitafanya nini? Sitawaacha. Nitafanya nini? Mungu anasema niko na kitu nitafanya. Nitafanya nini? Pamoja na lile jaribu, atafanya na mlango wa kutokea. Mungu anasema nitafanya na mlango wa kufanya nini? Wa kutokea. Ili muweze kustahimili, ili muweze kuwa washindi. So when you are going through a temptation, I think personally, from the way I'm seeing, I need to engage God in prayers through pleading with Him His promises to be fulfilled. God, what is your promise? You promised that you are not going to forsake me. Lord, you promised that you are going to make a door for me out of this temptation. I am going through a temptation of sickness,
I am going through a temptation at my workplace. I am going through a temptation of finances. Debts are overwhelming. I'm becoming a laughing stock in the family, in the society, in the village. Lord, I'm becoming a beggar. You tell God, why? Don't let it come to this extent. Can you fulfill your promise to me? Wanaweza asifiwe sana. I looked at Daniel. Nilikuwa nasoma hiyo sura ya Danieli ya 9. Nilikuwa naangalia kusudi la Danieli katika hiyo ombi. Kuna siku mimi mwenyewe nilikuwa naomba Mungu nikitumia hii maneno ya Wakorintho wa kwanza. That's why nimetumia hii verse. Kuna siku mimi mwenyewe nilikuwa naomba. Naambia Mungu, God, why does it appear like you are subjecting me to that which is too much for me to take? Kwa nini? Because wewe umesema hutaruhusu ili jaribu likuje kupita kiwango ambacho tunaweza. Na Mungu, mimi naona ni kama vile unaachilia inakuja ni kama mimi sitaweza. Mungu, you come for me. Come for us. So I'm like pleading with God his promises, isn't it? Timiza ahadi yako kwangu. Timiza ahadi yako kwa watoto wako. Wewe umeahidi na wewe uliahidi hautatuacha tuteseke kiwango ambacho hatujiwezi. Umeahidi ya kwamba utafanya mlango, utatuongoza, tutakuwa washindi, tutapata nafasi nyingine ya kustahimili, tutapata nafasi nyingine ya kusmile. Can you fulfill your promise? Anaweza asipesa. And you see, this is the will of God. This is now the will of God. When you go in prayers and you make such like prayers, you are not doubting. You are not guessing. You are hitting on what a direct thing that God is going to answer, isn't it? Kwa sababu umeenda katika hiyo maombi na unaguza mapenzi ya Mungu mwenyewe. Namwambia Mungu, hii ndio ahadi yako. This is your will. Fulfill it. Anaweza asipesa. I was very, very blessed. Nilibarikiwa sana katika hii sura ya 9. Mimi binafsi nilibarikiwa sana wakati nilipata kujua kusudi lililomsababisha Danieli kuingia katika maombi. Kumkumbusha tu Mungu ya kwamba Mungu, kuna ahadi uliahidi, timiza hiyo ahadi. Nilinitia moyo sana na kwamba hata na mimi ndio nikiwa nahitaji, nikienda katika maombi ni sawa kwenda kwa Mungu katika hitaji, lakini niende katika Mungu kwa njia ya maombi, kwa kumsihi atimize hizo ahadi zake. Mungu amesema aje? Maneno ya Danieli ni quote maneno ya Daudi. Sasa Daudi anasema katika Zaburi ya 37, sijui kama nitapata hiyo sura mstari haraka. Daudi, ni maneno ambayo Daudi mwenyewe alisema katika Zaburi ya 37:25. Na nilikuwa kijana nami sasa ni mzee, lakini sijamuona mwenye haki ameachwa, wala mzao wake akiomba chakula. Wanaweza asifiwe sana. Hauoni kama wakati unaenda mbele za Mungu ukihangaika hii mambo, unaweza ambia Mungu, kwa nini ninahangaika chakula? Kwa nini mimi ninakuwa mtu wa kuomba, si ndio? Lakini pia lazima ukumbuke vile maandiko yanasema, sijaona mwenye haki. Na unapoenda mbele za Mungu ukidai hii maneno, wewe ni mwenye haki. Na ndio sababu Danieli wakati anafanya hilo ombi lake katika Danieli 9, unaona vile anaenda, si ndio? Katika njia ya unyenyekevu, katika njia ya kuungama dhambi. His parents sinned and he doesn't exclude himself from those sins,
he includes himself in his parents' sins, and he confesses first the sins before he goes to plead for the promises of God. Enda mbele za Mungu, omba msamaha katika yote ambayo umejihusisha. Kaa katika uhusiano mzuri na Mungu, alafu mwambie Mungu, Mungu, mimi ni mtoto wako, mimi ni mwenye haki wako. Kwa nini ninateseka? Kwa nini niko na njaa? Kwa nini napitia hili? Kwa nini napitia hili? Wanaweza stress. Enda katika hizo njia za ahadi za Mungu. Kuza ahadi za Mungu unapofanya maombi yako kwa Mungu, na mambo itakuwa tofauti. Tutaendelea na hiyo sura na Mungu atatubariki. Tutachukua dakika chache kidogo. Ushida tukisema tuchukue dakika 5, wengine wenu ni kama sijui kama ni nini baya, lakini chukueni dakika kama 5 hivi mfanye kile kitu mnaweza fanya huko, mrudi. Tusichukue muda mwingi hapa sana, kwa sababu weather ni ya mvua. Tukimaliza ibada masaa kama ni mzuri, watu wasafiri kabla mvua ianze, maana sasa mvua hizi kama ziko unpredictable. Inaweza anza na ukute imekuzuia kwenda nyumbani, ama unahangaika kwa gari. Uko tu kwa gari lakini bado unahangaika.